Tutakapokuwa hivyo, sisi ni umma bora, tukiamrisha mema tukakataza mabaya, ubora wetu umebainiwa hapo. Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia pia sura hiyo hiyo aya 104, waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, na wapatikane miongoni mwenu, wawepo miongoni mwenu kundi, wawepo ambao watakuwa wanaita watu kwenye kheri, wanaamrisha mema na kukataza mabaya, na watu wakiwa hivyo, watu hao ndio watakaofaulu. Ndugu zangu, kwa aya hizi mbili tunaona swala la kuita watu kwenye kheri ni swala la fardhi. Swala la kuamrisha mema na kukataza mabaya ni swala la fardhi, lakini ni fardhi ambayo haiwezekani ikawa wote kwa umoja wao wanafanya mtindo mmoja, bali wote kwa umoja wao wanatakiwa wawe wamefanya kwa kushikana mikono. Kila mmoja ashiriki kwa namna yake, kwa umoja wao wawe ni wenye kusaidiana, wenye kushauriana, washikane mikono, mmoja mshike wenzie, ili wote tuweze kutoka katika giza kuelekea kwenye nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya kushikana mikono watu ndipo watakapofikia hilo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba, tuko katika maumbile ya kila mmoja amempa uwezo fulani, kipaji fulani, elimu fulani. Zikishirikiana pamoja hizi, basi wote tunakuwa tumeifanya kazi ambayo tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili wote tuweze kuishi kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusiishi kama wanavyoishi wanyama tu, huyu anamla yule. Na kwenye hili la kuwa tuishi kama anavyotaka Allah, ndio Allah akatufaradhishia Ramadhani kwa kusema kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, umefaradhishwa kwenu kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kufikia uchamungu, ili muweze kujikinga na adhabu yake Allah kwa kufuata amri na kuacha makatazo. Hapa penye la'allakum tattaquna, manake tunaambiwa watu wafikie mabadiliko, watoke kwenye hali mbaya waende vizuri, waende kwenye hali ngumu nzuri.